Tukiwa tumemaliza dira iliyopita, hii sasa awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita inakuwa awamu ya kwanza kutekeleza hii dira mpya. Na dira mpya hii imebeba mambo mengi ya kimaendeleo, ya transformation ya maisha ya Watanzania. Ni nzuri sote tukaunganisha nguvu katika jambo hili kubwa. Tukichelewa kidogo tu tutakuwa tumeshaharibu spidi yote ya utekelezaji wa dira inayokwenda mpaka 2050. Ninyi nakumbuka kwenye mbio zile za relay za kupokezana vijiti, anayeanza mwanzo akichelewa, hata wewe wa pili na wewe wa tatu na wewe wa nne, hata kama una spidi kubwa, you are unlikely to win. Mwanzilishi yule. Ndio maana Mheshimiwa Rais katika muda wote ambapo ameongea hapa katikati, akizindua bunge, akiapisha viongozi mbalimbali, ameisemea hii kwamba kasi tunayotakiwa kwenda nayo katika utekelezaji wa masuala ya maendeleo inatakiwa iwe kubwa zaidi kuliko ile tuliyotumia katika kipindi kilichopita. Inahitaji extra efforts kwa sababu tunaanzisha utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo. Na kile tunachotaka kukiachieve, pitieni ile dira. Kwa numbers unaweza ukakiona ni cha kawaida, lakini kwenye uhalisia ni jambo kubwa. Linahitaji tufunge mkanda kweli kweli, linahitaji tuunganishe nguvu kweli kweli. Na tukifanikiwa, lakini kwenye uhalisia tunahitaji tufanye jitihada kubwa kufikia hapo. Kushughulika na 8% ya Watanzania ambao bado wako kwenye umasikini wa kupindukia, 26.4% ya Watanzania ambao bado wako kwenye umasikini wa kipato, inatuhitaji sote kama Watanzania tuunganishe nguvu. Hilo ni eneo moja. Lakini eneo la pili, tuna ilani ya uchaguzi ambayo kwa mara ya kwanza imesha zero in, imeshajikita kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Ilani zingine kwa kiwango kikubwa zilikuwa zinaongelea achievement za jumla, mafanikio ya jumla. Tumekuwa na ilani kabla ya hii iliyoisha ikiwa inaongelea kuunganisha umeme, kuufikisha umeme kila makao makuu ya kata, inaongelea kata. Tumekuwa na ilani inayoongelea kuunganisha barabara mikoa kwa mikoa, makao makuu ya mikoa na nchi za jirani. Ilani ya sasa haiongelei kufikisha umeme kwenye kijiji, inaongelea kuunganisha umeme na kaya. Kama mtakumbuka, mapema mwaka huu Mheshimiwa Rais alikuwa mwenyeji wa marais takribani wote wa Afrika na wakuu wa mataasisi makubwa duniani, ikiwemo Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika na mataasisi mengine, kwenye Mission 300 ambayo inaongelea Waafrika takriban milioni 300 kuunganishwa na umeme. Haiongelei vijiji, inaongelea Waafrika takriban milioni 300 kuunganishwa kwenye umeme. Ikiwa inaongelea kuhama kutoka kwenye kupikia kuni na mkaa ifikapo 2030 kwenda kwenye nishati safi ya kupikia, na champion wa move hiyo, global champion, yani kiongozi wa programu hiyo kimataifa, ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni ilani inayoongelea maisha ya mtu moja moja, ni the most transformative manifesto, ni ilani inayoongelea
maisha ya mtu mmoja mmoja, inayoongelea maendeleo vijijini, inaongelea miundombinu wezeshi kwenye ngazi ya uzalishaji, miundombinu wezeshi ya umwagiliaji, miundombinu wezeshi ya kuyasafirisha mazao na kadhalika. Hii si kazi ndogo, na kwa wale ambao mmepitia ilani mnaweza mkaona coverage yake, scope yake, ukubwa wake, masuala mahususi yaliyoainishwa katika eneo hilo husika. Hili ni jambo lingine ambalo linahitaji tuunganishe nguvu. Kinachotuunganisha ni maendeleo, tuunganishe nguvu. Ninyi wenyewe kama moja ya muhimili, sisi serikali, muhimili wa sheria, muhimili wa bunge na Watanzania wenyewe, tuitambue kazi hiyo. Sisi upande wa serikalini, na kama ambavyo mlimsikia na ninyi Mheshimiwa Rais, tumejipanga kuhakikisha tunatekeleza kwa vitendo maelekezo na kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais, ambayo ndio dira ya kwamba tunahitaji tufanye kazi kwa kasi kubwa zaidi. Hii itatuhitaji tuachane na kufanya mambo ya mazoea. Itatuhitaji rasilimali, na ili Mheshimiwa Rais alilibainisha kwamba tutakuwa na kauhaba ka rasilimali. Moja, scope, jambo tunalotarajia kulifanya ni kubwa sana. Kwa hiyo itakuwa na scarcity ya resources. Lazima tutumie ipasavyo kwa uadilifu rasilimali. Ndio maana kwenye hotuba yake ya kuzindua bunge na kuapisha viongozi amelisisitiza hilo, na sisi tutasimamia hayo. Kwa la kwanza, kama kiongozi wa shughuli za serikali, nimeanza kwanza na kubainisha kipi kifanyike na kifanyike kwa namna gani, na baada ya hapo tutafuatilia utekelezaji wake. Na hii hatutakuwa na mzaha nalo. Nidhamu kazini, hatutakuwa na mzaha nalo. Uadilifu, hatutakuwa na mzaha nalo. Bila nidhamu, bila bidii, bila uadilifu, hatutaweza kufikia malengo yaliyoainishwa kwenye dira yetu. Hatutaweza kutimiza malengo yaliyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Hatutatimiza ahadi zilizotolewa na viongozi. Kwa hili halitakuwa jambo la mzaha, na nimewaelekeza watendaji wote serikalini wasiwe na mzaha na haya ambayo tumeyasema. Na tumesema pia kwa wale wazembe, wala wasitumie mwavuli wa kujikava kwamba sisi tunatambua ndani ya serikali tuna watumishi wa umma wazuri, ndio maana nchi imepiga hatua. Tunao watumishi wa umma wazuri, ndio maana nchi imepiga hatua. Lakini kama familia ambavyo inawezaga kuwa na watoto wasiofanana, wapo na wazembe mle, wapo na wavivu, wapo na wadokozi, tekeleza miradi chini ya kiwango, wala rushwa, wapo. Hawa ndio ambao tumesema tutashughulika nao, na nimeelekeza mtumishi mzembe, mla rushwa, asihamishwe kituo. Akishathibitika afukuzwe, kwa sababu hatuna uhaba wa vijana wa Kitanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uaminifu na kikamilifu. So hii na yenyewe tutafuatilia kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza haya ambayo tumejipangia. Lakini Mheshimiwa Rais pia ameelekeza utaratibu wa kuwasikiliza Watanzania, usimamizi wa kutatua kero za Watanzania, na hii tumesha communicate kote. Takachofuata
tutafuatiliana kupata utekelezaji wa maelekezo haya. Ni kweli kuna maeneo ambayo kuna baadhi ya maeneo ambako kuna kuwepo na ulegevu wa utekelezaji wa maelekezo, utimizaji wa majukumu ya aina hii. Muundo wa utawala wa nchi yetu umejengwa kwenye misingi ya ugatuaji wa madaraka, kusogeza huduma za jamii kwa mwananchi. Ikitokea ngazi ile iliyosogezewa ambako huduma imesogezwa haitekelezi vizuri, the whole dhana yote hiyo inakuwa redundant, dhana yote hiyo inakuwa haina maana. Mwananchi anaenda kwenye ngazi iliyo karibu naye, ana kero au amenyang'anywa haki yake, ameonewa, anahitaji ufumbuzi, anahitaji huduma, anaandikisha biashara, ana lalamiko lake, anaenda siku ya kwanza, anasikilizwa, anaambiwa uje kesho. Anaenda siku ya kesho yake, anaambiwa uje wiki ijayo. Akienda wiki ijayo, anaulizwa, hivi ulisemaje? Wameshapoteza na hoja hii. Anaamua aanze yeye mwenyewe kufuatilia ngazi zinazofuata. Wananchi wa Tanzania akijikusanya akaenda kufuatilia jambo lake, ni umuhimu wa jambo tu, sio kwamba ana hela nyingi ya kusafiri. Anasafiri, akifika na ngazi inayofuata yakatokea hayo aliyokutana nayo ngazi ya pili, ngazi inayofuata anatokea hayo. Mwishoni anaishiwa nguvu ya kufuatilia. Akiishiwa nguvu, anaamua kuugulia na kubaki kwenye eneo lake. Akiugulia kwa muda, inatangazwa ziara, anakuja Mheshimiwa Rais, inatangazwa ziara, anakuja Makamu wa Rais, inatangazwa ziara, anakuja Waziri Mkuu. Kwa kuwa akashafuatilia jambo lake ofisi zote, hajapata jawabu, hajapata utatuzi wa kero yake hiyo, anaamua kubandika bango kwamba basi leo akipita kiongozi mkuu alisome huku kwa sababu kwenye ofisi nimefuatilia sijasikilizwa. Anaweka bango lake. Wale waliofanya uzembe kutatua kero yake wanamnyang'anya bango kabla kiongozi mkuu hajafika. Hii ni jambo ambalo halikubaliki. Eneo lolote, mkoa wote, wilaya yeyote, kama hautaki mwananchi abebe bango siku kiongozi mkuu amepita, watembelee mara kwa mara, utatue matatizo yao. Na nitakuwa na kikao na wakuu wa mikoa, nitatoa maelekezo hayo. Dawa si kuwanyang'anya bango siku kiongozi amekuja, tatua kero yao. Na kama ni jambo ambalo kwa mwananchi hajalielewa tu, liko kinyume na sheria, na yenyewe aambiwe. Aambiwe. Wananchi ni wa Tanzania, waambiwe. Kwa hiyo hii ni moja tu, nimetolea mfano kuelezea kwamba lazima tubadili namna tunavyofanya. Sema na jana, lazima tuheshimu sekta binafsi, kwa sababu ndio ambayo pia itabeba kukua kwa uchumi, itabeba kuondoa Tanzania kwenye umaskini. Ni hoja ya msingi sana katika eneo hilo. Hili lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, kumetokea msukosuko hapa katikati baada ya kuwa tumemaliza uchaguzi. Na jana nilisema na leo narudia, msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha ya Watanzania, na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Nimwambia mimi kwenye imani yangu, kumwaga damu ya mtu mmoja asiye na hatia sio baraka katika ardhi husika. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira hayo. Tunapokutana kama hivi, Watanzania tumekutana kama hivi, ombi langu
sote, na kila mmoja kwenye dhamira yake tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu yasiyopona, linatupa gharama, na kwa kuwa limetokea, kila mtu amekuwa akilisemea. Mimi ni waombe wa Tanzania tuungane na Mheshimiwa Rais. Ameunda tume, tupate uhalisia wa jambo hili. Watu wasilirahisishe. Si jambo rahisi hili, si jambo la kawaida, wasilirahisishe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, na ameunda tume si ya watu mashuhuri, ni ya watu wanaoheshimika, watu wenye heshima ndani ya nchi, ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Majaji wakuu wastaafu, watu ambao keria zao zote wamekuwa kwenye masuala ya sheria na haki. Leo na watu wengine wanaweka hoja hii na hii na hii. Mimi niwaambieni, tusiingie kwenye mtego wa kutaka water down. Water down, ukishusha hadhi kamati, unafanya maandalizi ya kutaka kushusha hadhi kilichotokea. Mioyo kila mtu ana maoni yake, lakini mimi niwaambieni, these are the people. Ni watu wa kuaminika, ni watu wenye kuheshimika, ni watu wenye ubobevu kwenye masuala haya unaoweza kuyapata kwenye nchi yetu. Majaji wakuu wastaafu wametumika kwenye jaji mkuu Augustine Othman ametumika kwenye wapi, Cambodia huko East Timor, kwenye masuala ya aina hii, kwenye masuala yanayohusu masuala ya kisheria, masuala ya sio mtu mwepesi tu hivi kwenye field hii. Nani mwingine? Balozi Kapi amesaidia kwenye masuala ya aina hii katika baadhi ya nchi hapa Afrika, Cote d'Ivoire, Burundi. IGP mstaafu ni mbobevu kwenye maeneo, amekuwa Interpol, like that. Kwa hiyo ni hulka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza, lakini mimi niwaombe wa Tanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke ajenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake. Isitokea huku kwenye watu wengine tunapenda tu kujidharau, kama mataifa mengine yote mpaka na ya nje ya Afrika na ya Afrika yamewahi kuwaita hawa wakafanye shughuli za aina hii. Sisi tutaachaje kuona ndio senior citizens tulionao? Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye hili. Mheshimiwa Waziri, challenge za aina hii huwa zinatokea. Nilikuwa nasoma siku moja kwenye Biblia, nani ile wanaongea kina Filipo, ana challenge, kuna jambo lolote jema linaweza toka Nazareti? Tusiende tu na hiyo dhana. Hawa ni viongozi waliobobea kwenye masuala haya, na itatusaidia tuache kila mtu kutoka na jambo lake. Kumekuwepo na kila mtu kutoka na jambo lake sana, wengi hatujajua undani wake, wengi hatujajua madhara yake ya jambo hili. Imetugharimu, na dawa yake si kuendelea kuchochea jambo la aina hii ambalo limetugharimu. Imetugharimu maisha ya ndugu zetu, imetugharimu miundombinu, imetugharimu kutokuaminiana.
ninyi kama ndugu zetu, kama mhimili, ningeomba tutoe uongozi katika masuala yanapotokea kama haya. Ukiliangalia moja, kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo, wanasema maandamano, 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 maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe, maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi.